niko hapa. Mnanisikia? Amen, amen. Okay. Basi niko Amen. hapa leo kwa niaba ya Sister Razia ambaye alianza juma lililopita Matendo ya Mitume kitabu cha 23 sura ya 23 mstari wa kwanza mpaka 11. Just in a nutshell, Matendo ya Mitume sura ya 23 ni mfululizo wa kule tulikotoka kuanzia sura ya 20, chapter 20 if I may put it that way, kuanzia sura ya 20 ambako tunaona Paulo tayari alisemeshwa na Roho Mtakatifu kuhusu safari iliyo mbele yake ya kuelekea Yerusalemu. Kwa hiyo ni mfululizo wa Paulo kufika mpaka Yerusalemu mpaka tunafika mstari wa 23, sura ya 23 chapter rather, tunaona Paulo akiwa Yerusalemu anajaribu kutestify tumaini la Mungu ndani yake. Sasa aliitwa katika baraza kwenye mstari wa kwanza mpaka wa 11 na akaeleza kuhusu dhamira yake. Tunaona kuhani mkuu, tuliona Anania alipoamuru akapigwe, Paulo akakemea. Nadhani kwamba nisiongee zaidi, lakini leo tunaendelea mwendelezo kilichotokea wakati Paulo ameitwa katika baraza la wale makuhani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa Amen. yule ambaye hakuwepo wiki iliyopita, tunamtia moyo aende kwenye YouTube handle yetu VBV Swahili ukajifunze hiyo pamoja na masomo mengi sana ambayo tumeachilia pale. Mimi leo niko hapa kwa ajili ya kuweza kuongoza mstari wa 12 mpaka wa 35 na nimeigawa katika sura mbili. Nimegawa katika sura mbili. Tutajifunza mstari wa 12 mpaka 22 kama pati yetu ya kwanza, na tutamalizia 23 mpaka 35. Bila kupoteza muda, basi nitamuomba moderator uweze ukanisomee. Karibu sana moderator. Amen. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Amen. Kulipokucha, Wayahudi walifanya kikao cha faragha, wakala kiapo, hatutakula wala kunywa mpaka tutakapokuwa tumekwisha muua Paulo. Watu zaidi ya 40 ndio waliokula njama kufanya hivyo. Basi walikwenda kwa makuhani wakuu na wazee wakasema, sisi tumekula kiapo kwamba hatutaonja chochote kwa vinywa vyetu mpaka hapo tutakapokuwa tumemuua Paulo. Sasa basi, nyinyi pamoja na baraza, tumeni ujumbe kwa mkuu wa jeshi ili amlete Paulo kwenu, mkijisingizia kwamba mnataka kupata habari kamili zaidi juu yake. Tuko tayari kumuua hata kabla hajafika karibu. Lakini mtoto wa ndugu yake Paulo aliposikia juu ya mpango huo, hivyo akaenda ndani ya ngome, akamjulisha Paulo juu ya njama hiyo. Hapo Paulo akamwita mmoja wa maaskari, akamwambia, mchukue kijana huyu kwa mkuu wa jeshi, ana kitu cha kumwambia. Askari akamchukua huyo kijana, akamwongoza mpaka kwa mkuu wa jeshi, akasema, yule mfungwa Paulo ameniita akaniomba nimletee kijana huyu kwako, kwa maana ana jambo la kukwambia. Mkuu wa jeshi alimshika huyo kijana mkono, akampeleka mahali pa faragha, akamuuliza, una nini cha kuniambia? Yeye akasema, Wayahudi wamepatana wakuombe umpeleke Paulo barazani, wakijisingizia kwamba baraza lisingependa kupata habari kamili kamili zaidi juu yake. Lakini wewe usikubali, kwa maana kuna watu zaidi ya 40 walio tayari kumvamia. Wameapa kutokula wala kunywa kitu mpaka watakapokuwa wamemuua. Sasa wako tayari, wanangojea tu uamuzi wako. Mkuu wa jeshi alimwacha aende zake, akimonya asimwambie mtu yeyote kwamba amemletea habari hizo. Amen. Basi, Amen. Karibu moderator, uendelee. amen. Basi kama ilivyo kawaida yetu, ninaomba kama unataka kuchangia, tunyooshe mkono na tuendelee, na Mungu atawabariki. Karibuni. Karibu Sister Jenny. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kuna kitu hapa nimekiona especially kwenye huu mstari wa 12. Samahani kidogo. Yaani kufanya mapatano na kula kiapo, hawatakula wala hawatakunywa kwa ajili ya Paulo. Nimejaribu kuona kwa sisi ambao tunapokuwa tunaokoka,
ambao tunaookoka au tuliookoka, tunapokuwa tunamtumikia Yesu au tumemkubali Kristo, umeona kuna vita waga vinakuja, na hivi vita vinaweza vya kiroho na vinaweza vikawa vya kimwili, umeona. Sasa katika hivi vita kwa nini vinakuja juu yetu? Ni kwa sababu unakuwa kinyume na, yani na katika mfumo, yani vinapingamizi kinyume cha mfumo wao, umeelewa? Mfumo mwingine ambao wanataka kuipindua. Kwa hiyo sasa hii tuichukulie kwamba sio kwa Paulo peke yake, hata sisi. Kwa mfano, unafanya kazi, unapofanya kazi hiyo sehemu unafanya kazi, bosi wako labda ni mshirikina, lakini wewe ukiingia unaomba, au kwenye sehemu uliopo yoyote, inaweza kawa biashara, chochote kile unachokifanya wewe, hata ndani ya familia, umeolewa, umeoa au chochote kile, lakini wewe unamkiri Yesu na unatembea na Kristo. Siongelei dini, naongelea na Kristo na mfumo wa Kristo. Lazima vitu vinyanyuki na watu wasimame juu yako kuangamiza. Hilo la kwanza. Alafu kuna kitu kingine ambao nimeona, yani kwamba Mungu wetu sisi yani apiganiwi, yani Mungu anajipigania yeye mwenyewe. Naongelea kwenye swala la yule kijana, ilikuwa wote ni masuala ya Mungu mwenyewe ndo anaendesha hiyo kitu yote, tuseme kama ni series, yani Mungu mwenyewe ndo anaiendesha. Alafu kuna kitu kingine pia mimi nimekiona, yani kila kitu unachokipanga Mungu ni kwa ajili anaruhusu ili kwa ajili ya kusudi lake. Hii yote tunaona popita ni Mungu tayari kwa shayajua, na Mungu aendelee ili kusudi lake na mwenyewe litimilike. Na kingine tena mimi nimekiona, tunapokuwa tunaokoka au tumemtumikia Mungu kwa chochote kile katika utumishi au sehemu, nikisema utumishi hata ndani ya familia, wewe ndio umesimama, hila na hasira zitasimama. Watu 40 walikuwa wamebeba hila na hasira, ndio maana walikuwa wako tayari kumuua muda wowote. Sasa hii mimi najiongelea mimi mwenyewe. Sasa sijajua kama kuna mwingine na yeye anapitia kama hali nilionayo mimi, kwa sababu tunaweza tukapambana kimwili. Maana nasema kuna vita ya kiroho na vita ya mwili. Kwa hiyo unakuta kuna hila na hasira zinaweza kanyuka juu yako, na wewe unajibu mashambulizi kwa ile hila na kimwili zaidi. Hapa Mungu sisi atupe neema tuweze kupambana kiroho. Alafu kuna kingine tena nimeona kwamba Mungu anamsimamisha mtu wake kwa ajili ya kusudi lake. Jemedari alikuwa amesimamishwa kwa ajili ya hilo kusudi la Mungu, na yeye ndo aliyekuepo yeye mwenyewe. Na vile vile unaweza kusema, yani kila mtu Mungu anayekusogezea mbele yako ana kusudi ndani ya maisha yako wewe. Umeona? Ndio maana kuna watu ambao wako kwetu sisi wana uwezo wa kuharibu na wana uwezo wa kujenga. Kwa hiyo hata upande wa giza wanapotaka mtu afanye nini, na kusogezea mtu. Umeona? Kwa hiyo hapa tunaona na Mungu mwenyewe alimsogezea watu Paulo, kama kuna jemedali, kuna Yesu mtoto wa mjomba wake, vyote na vitu kama vile. Umeona? Alafu cha mwisho namalizia hapa kwamba tukiwa kama wapendwa, tuendelee kumtafuta Mungu, tukapate zile nguvu za Mungu na kila kitu cha Mungu, tukawe nuru. Hata watu watakaposimama kwa kiapo, umenielewa, wawe waganga, wawe wasoma nyota, wawe wasihiri, wawe wakalidayo, hawatafanikiwa kwa mipango yao yoyote ile. Shauri la Bwana litasimama na nguvu ya Bwana itasimama. Amen. Amen, amen. Ubarikiwe Sister Jane. Karibu Sister Kanana, then Sister Victoria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa tu naongezea, yani ameongelea vizuri, nadhani mistari yote ameikava Sister Jane, lakini nilikuwa nataka kuweka hii point ya mstari wa 12. Tunaona hawa watu wanasema hawatakula wala hawatakunywa, inamaanisha they are fasting ili kuhakikisha kwamba hii nani yao inatendeka. Sasa sisi tuwaga unajifikiria kwamba adui anafanyaga tu yani kiolela. Adui naye anajiweka katika mkakati wa kuweza kuhakikisha vitu vyake vinatenda. Upande wa giza nao unaofanya huu uwezo wa kufunga na kufunga ili jambo litendeke. Ndio maana unaona hawa wamesema hatutakunywa mpaka huyu mtu tumuue. Ndio ilikuwa dhamira yao. Kwa tuwe tunajiangalia, na sisi lazima tuwe tayari katika kufunga kwa mambo muhimu ili tuweze kufanikiwa, kwa sababu na adui naye ana kopi yale ambayo sisi upande mwingine tunavyofanya. Ni jambo lingine nilikuwa nataka kuongezea, amesema Sister Jane, hii ya yule mtoto wa dada yake Paul ambaye Mungu alimweka kwa wakati. Hii ni miracle ukiangalia. Yaani huyu mtu anasikiliza siri zote, anapewa alafu anaenda kuielezea kwa tuseme mjomba wake. Sasa yaani Mungu amemweka huyu mtoto kwa wakati, kwa sababu alikuwa anajua hili jambo lazima, nimeshamwaahidi Paulo ataenda Rome.
Kwa hiyo lazima hili jambo litendeke. Kwa hiyo kama ulivyosema Sister Jane kwamba mpango wa Mungu lazima ukamilike kama jinsi alivyokusudia. Amen. Amen. Karibu Sister Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi siko mbali na wachangiaji waliotangulia. Nitaka kuchangia kuhusu huyo mtoto wa nefi wake Paul, mstari wa 16. Lakini kitu kimoja ninachojifunza kwa huyo mtoto, ninajifunza kwamba Mungu anatumia watu wa kawaida kufanikisha mpango wake. Huyu kijana akuwa famous hivyo, akuwa mkubwa, unaona, akuwa maarufu kama tu watu wengine wanavyokuaga, unajua, kufanya katika kazi za Mungu lakini Mungu alimtumia kama chombo kuokoa maisha ya Paulo. Ninachojifunza hapa ni kwamba Mungu anaweza akamtumia mtu yoyote as long as tuko available, si ndio? Pia ninaangalia ujasiri wa huyu mtoto. Alikuwa jasiri wa ukweli, maanake aliweza kupitia njia zote hizo kwenda kuambia wale kitu kinachoendelea. Mungu alimpa huo ujasiri. Na pia kitu kingine, namwangalia Paul jinsi alivyokuwa na upendo katika kazi ya Mungu. Nina believe alikuwa na upendo katika familia yake pia. Maanake kuna watu wengine unaweza ukawa watu wanakufanyia njama, kufanyia kitu kibaya, familia umo wanasema mmalize, lakini unaona huyu mtoto ameinuka kusema kwamba hapana, mjomba wangu inatakiwa yani kusevu maisha yake. Amen. 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 Sister Jane, bado umenyosha mkono au ni tena? Okay. Basi karibu mwalimu, uendelee. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Trying to put on the video. Basi Mungu awabariki kote kwa kuchangia. Nilikuwa naandika kila mtu alichokuwa anasema. Kama mnaona pale nilipo highlight in red jioni hii, anasema kwamba wale Wayahudi waliofanya kikao cha faragha walikula kiapo, lakini mstari wa 14 wakati nasoma jioni ya leo, Roho Mtakatifu akanipeleka pale kwamba walikwenda kwa makuhani wakuu na wazee. Sasa hawa ni watu ambao wamefanya kiapo, na si kile kiapo obviously ni negative before God, lakini wanakwenda kwa makuhani kwa ajili ya kwenda kukisement. Nikawa najaribu kufind out kwamba kwa nini unafanya kiapo unaenda kwa kuhani. Kiapo kwamba nataka kumuua fulani, kumuua mtu. Unajua mtu anakuwa mfia dini, wanaitwa zealots wale wa Kiyahudi. Wanasema kwamba katika Jewish tradition viapo mara nyingi vilikuwa vinathaminiwa sana na vilikuwa mara nyingi vilikuwa vina invoke jina la Mungu. Sio kuinvoke ni kitu gani kwa Kiswahili? Mara nyingi vilikuwa vinahusisha, maybe that's the right word, kuhusisha jina la Mungu, na walienda kule kwa ajili ya kutafuta cooperation, kuweza kutafuta justification na kile ambacho walikuwa wanataka kukifanya. Sasa nikawa wakati naandika jioni hii nikakumbushwa, unajua regardless of whether hichi kiapo ni cha kizuri au kibaya, kimetumia hila, kijatumia hila, Mungu bado anaheshimu viapo. Ahimidiwe Mungu ambaye alimkomboa mtumishi wake Paulo akikufika mbali hichi kiapo, kwa sababu kwa kweli Mungu kingepita mpaka mwisho, Mungu angekiheshimu, kwa sababu Mungu ndio alivyo hivyo. Kwa hiyo alitafuta mtu akaenda akamkomboa. Nikakumbushwa wakati wa Joshua kwenye Joshua 9, wakati naandika hizi points ambazo nimezipata jioni ya leo, mbali na zile za Sister Razia. Joshua 9, tunakumbuka kwamba Wagideoni walimdanganya Yoshua, akafunga nao kiapo, wakawaambia kwamba sisi tutakuwa wafanyakazi wenu, watumwa wenu. Joshua akwenda kuuliza counsel of the Lord, kitu cha kujifunza hapo. Kwa hiyo akaingia kiapo na Wagideoni, Mungu akakiheshimu kiasi cha kama kule mbele walipigwa na vita. Kwa sababu hiyo Sauli alienda kaua, njaa ikaingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kiapo ambacho kinakuja. Mungu huwa anaheshimu maagano regardless. Kwa hiyo ahimidiwe Mungu ambaye aliingia pale, aliingilia kati. Nilisema tu kwamba ni share na nyie hilo, niliona jioni hiyo wakati na narudia tena hizi notes za mtumishi Sister Razia. So kwenye Matendo 12 mpaka 22 tunaona bidii, mapatano na nadhiri ya mtu iambatane na maarifa. Usiwe tu na bidii katika Bwana bila kuwa na maarifa. Neno la Mungu linasema na washuhudia kuwa wanajuhudi kwa Mungu, lakini si katika maarifa. Hawa watu walikuwa na maarifa ambayo hayakuwa sahihi, na ndio maana walikuwa wanakinzana na Paulo, kwa sababu walichokuwa naamini ni tofauti na kile ambacho Paulo alikuwa naamini, na masikio yao yalizibwa. Maana alipokuwa anahubiri Paulo, kuna watu walikuwa wanasikia wanaokoka, lakini hao
ambao masikio yao yalizibwa, kama neno la Mungu linavyosema, wanasikia lakini masikio yao yamezibwa, kwa hiyo hawaelewi, na matokeo yake wanashindwa kupata wokovu. Na hichi kitu kinatokea hata sasa hivi katika dunia ya kwetu. Kuna watu ambao mimi nawaita wafia dini, ambao wako tayari kujivika mabomu kwenda kulipuka tu, kwenda kuua watu, kwenda kwenye jihad kwa ajili tu ya imani yao, wanaitetea imani yao, lakini mwishoni mwa siku ukikaa na kutulia katika neno, unajiuliza hiyo imani gani inayokutaka kwenda kuua watu, kwenda kuleta vurugu kwa ajili ya Mungu, wakati Mungu anasema mimi najipigania mwenyewe, sihitaji wewe unipiganie. Unaona, Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia bidii ya kweli huelekezwa kwa mambo mema yaliyo katika mapenzi ya Mungu. Galatia 4:18 inasema, lakini ni vizuri kuwa na bidii katika jambo jema daima, na sio tofauti na tulichojifunza hapa. So tuepukane na imani zenye misimamo mikali inayoongozwa na udini, mila, desturi kinyume na neno la Mungu. Kwa sababu tu nimeamini hiki, basi I believe it is right. Kwa hiyo ni rahisi basi hata nikafunge ili niweze tu kumuua mtu. Mungu atusaidie sana katika hili, tukafanyike nuru kama mmoja wetu aliposema, I think it was sister Jane aliposema kwamba tukubalike sisi tuwe nuru. Alisema tukawe nuru, tukishakuwa nuru, the counsel of the Lord shall stand, kama alivyosema sister Jane. Jambo jingine ni umoja wetu. Una umoja wetu kama kanisa, umoja wetu kama watumishi wa Mungu, umoja wetu kama taifa la Mungu, uongozwe na kusudi la Mungu na kutenda mema sio mabaya. Neno la Mungu linasema watakusanyika pamoja, lakini si kwa shauri yangu. Kila atakayekusanyika pamoja nami ataanguka kwa ajili yangu. Haleluya. Hii ni ahadi ya Mungu kwetu sisi tunaposimama kama nuru, tunapokuwa kama taa ambazo ziko juu ya pishi na sio chini ya pishi, kama ilivyokuwa kwa Paulo mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Na pia unaona hawa watu walifunga kwa ajili tu ya kwenda kumuua mtu. Mungu atusaidie sana. Kuna kipindi mtu unaweza ukajikuta unafunga kwa ajili ya kitu ambacho si kizuri. As much as Mungu anasema usimwache mwanamke mchawi aishi, lakini mara nyingi mimi wanasema tunahitaji hekima ya Bwana kabla hatujafanya hivi. Kuna saa unaweza ukafuata na adui mpaka puani, lakini subiri Mungu akuongoze kabisa kabla hujaingia kufanya kile kitu ambacho mwishoni mwa siku italeta madhara juu ya mwanadamu mwingine. Mara nyingi rudi magotini umuulize. Kwa hiyo kufunga kwetu kuongozwe na toba na sio hila, na maneno na matendo mema. Amesema kama Isaya 1 hapa, mimi naongeza pia na Isaya 58 ambayo inatueleza jinsi ya kufunga. Kufunga ni nini Mungu ambako anakutamani, sio tu kushinda njaa, lakini Mungu anaangalia na matendo mema pia. Amen. Na pia hakuna silaha inayotengenezwa dhidi ya kusudi la Mungu ikafanikiwa. Hakuna. Tafuta, zunguka kote. Ukiona imefanikiwa, kuna mlango uko wazi. Sio tafuta ule mlango ni upi ambao unafanya silaha ikafanikiwa. Anaposema Mungu hakuna, no weapon formed against you shall prosper. Hakuna silaha, na kila ulimi tuna uwezo wa kuhukumu kuwa mkosa. Kwa hiyo Mungu atupe position. Tunapojua Mungu hajaahidi kwamba tutapita. Na mfano mzuri tunaona ni Paulo. Mungu alimtokea even before, alimshuhudia, tunaona katika Matendo 20, akamwambia unaelekea Yerusalemu, itakuwa ABCD. Nafika mstari wa sura 21, alipewa tena unabii na watu watatu, anamwambia utafungwa, utafanya nini. Kwa hiyo Mungu aliruhusu wapite, lakini mwishoni mwa siku Mungu alihakikisha kwamba atalitimiza lile kusudi ambalo Mungu aliliweka ndani yake. Kwa hiyo nasi tunabidi tuwe na ujasiri, tusiwe na uoga. Kutokea maadui yatatokea, lakini kufanikiwa ni given provided tuko upande wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia kila siri itafichuliwa. Kuna mstari unasema kwamba kila lililofanywa katika giza litaletwa nuruni. Luka 12:2-3 inasema, lakini hakuna kitu kilichofunikwa ambacho hakitafunuliwa, wala cha siri ambacho hakitajulikana. Yes, bali yale yaliyosemwa gizani yatasikiwa nuruni, na mlivyosema kwa siri katika vyumba vya ndani vitatangazwa juu ya nyumba. Ishu yetu kubwa hapa ni kwamba unapoletewa siri kwamba wewe mtumishi fulani, wewe sister XYZ, kuna watu wamepanga kukuua, utakuwa na hekima kama ya Paulo? Utakuwa na utulivu kama wa Paulo? Mungu atusaidie katika hii. Je, utanyanyua simu mpigie yule adui, au utatulia mwambie Roho Mtakatifu akupe hekima ufanye nini? I am very sure Paulo alifanya kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, haikuwa akili yake mwenyewe. Kwa hiyo naipose kwangu mwenyewe, nilikuwa natafakari jioni ya leo, na kwako wewe mtumishi wa Mungu, unapopatwa na hali kama ya Paulo unafanya kitu gani? Usinijibu, lakini jibu roho yako wewe mwenyewe, na unapopata jibu, Mungu atusaidie sote.
Mhubiri 12:14 inasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au baya. Mungu ataleta hukumuni. Lakini mpaka Mungu wa hukumu mara nyingi sana, nilikuwa nafakari jioni ya leo, ukisoma katika Ufunuo na sehemu nyingine, I think Ufunuo 19, Mungu anasema kwamba atahukumu kwa haki. Atahukumu kwa haki. Kwa mara nyingi kuna siku nilikuwa naandika devotion kuhusu hii kitu, wakati naongoza I was prompted kuandika devotion kuhusu Mungu. Mara nyingi Mungu anatafuta justice kabla hajaenda kuhukumu. Mungu anatafuta haki. Kwa hiyo anapokwenda kutafuta haki mbele yako kabla ya kuomba hukumu, maana tunaweza tukasema no weapon formed against me shall prosper and every tongue that rises I shall condemn it whatever. Kila mdomo utakaoinuka nitahukumu. Lakini wewe una haki mbele ya Mungu. Paulo alikuwa na nguvu kwa sababu alijua msimamo wake. Na ndio maana hata tulivyosoma wiki iliyopita aliweza kusimama mbele ya kuhani mkuu Anania, akasema yani alikuwa na nguvu ya kusema sina hila. Ni wangapi wanaweza kusema sina hila? Na Roho Biblia inasema Roho huwa anatushuhudia. Haleluya! Roho wa Bwana huwa anatushuhudia pamoja ndani yetu. Kwa hiyo unashuhudiwa vipi? Unapoenda kama Paulo kusema kwamba mtoka hapa nenda kwa mfalme, mwambie hiki, nenda kwa kiongozi, una haki mbele ya Mungu ili mkono wa Bwana uwe mbele yako. Bwana asifiwe. Again, na mimi najiuliza, na wewe unajiuliza, usinijibu, jijibu mwenyewe. Haleluya. Mmesema, kuna mtu amesema, I think if I may go back to my notes, Sister Victoria amesema na Sister Jane pia kuhusu Mungu kuweza kutumia mtu yoyote, na mimi ningeomba kuchangia hapo. Mungu anaweza kutumia mtu, Mungu anaweza kutumia mazingira, Mungu anaweza kutumia chochote. Napenda sana mstari huu ambao nadhani wengi mmeshajua, huwa napenda kusema. Zaburi ya 119 inasema vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Mungu can use wind. Hapo tumeweka mifano kwamba Mungu alimtumia mpwa wa Paulo. Ingawaje tumeweka picha ya mtoto mdogo, lakini haisemi yule mpwa alikuwa na umri gani. Yamkini inawezekana imagination zetu tunatunisha kwa sababu ni nephew, anaweza kuwa mdogo, lakini yamkini inawezekana akawa mtu mzima. Biblia iko silent. Lakini pia tunaona Mungu alimtumia Gideoni aliyekuwa katika familia ambayo na ukoo kimaskini kabisa kuokoa taifa la Israeli, na akamfanya kuwa mwamuzi kwenye Waamuzi 6. Mungu alimtumia Daudi. Ukisoma historia yake, nenda tu kasome kwenye mitandao, utaona mama yake ambavyo alipata mimba kwa kudanganya. Baba alifikiri na house girl, kumbe akalala na mama Daudi. Soma historia ya Daudi uone ambavyo alikaa nyikani na mama yake mpaka mama yake akafa. Lakini Mungu alimtumia kile ambacho kilikuwa kidhaifu kabisa kwenye familia ya mzee Yese. Mungu alimtumia Rahabu ambaye alikuwa kahaba. Tunamjua Mungu alimtumia Tamari ambaye kwa maisha yetu sasa hivi sisi tungekuwa kwanza sisi walokole wa siku hizi kuhukumu. Mungu alimtumia Ruth. Tunajua Ruth alikuwa ni nani. Mungu alimtumia samaki kuweza kulipa kodi ambayo walikuwa wanadaiwa na Kaisari Yesu pamoja na Petro. Mungu alimtumia punda, story ya Balaki na malaika. Punda aliinuka akaongea. Kwa hiyo mara nyingi Mungu anachagua wapumbavu wa dunia hii ili waabishwe wenye hekima. Lakini swali linalojiuliza, Mungu akikuletea Ruth leo, Mungu akikuletea Rahabu, Mungu akikuletea mpwa wako, na sisi walokole wa siku hizi na mimi nikiwemo, tulivyo ambavyo we count ourselves so righteous, tutafungua masikio kusikiliza? Maana ni rahisi kuongea, lakini tafakari, mwana wa Mungu, unapoletewa Gideoni, unapoletewa Tamari, unapoletewa Daudi ambaye kwenu maybe ni mtoto amezaliwa nje ya ndoa kwenu, ambaye aliumiza mama yako yamkini, ambaye aliumiza ndoa yako, lakini akija na message ya Mungu utampokea? Mungu akikuletea Gideon kwenu aliozaliwa yule ambaye kwenu mnamuona maskini sana, utamkubali kama mwamuzi wa taifa lenu? Ni mambo ya kutafakari. Usidharau mtu. Mungu anachagua vipumbavu. Yamkini unaweza ukatembea ukakutana na mtu London, aliyeko Marekani, mimi Dar es Salaam nikatembea, maskini anakuomba, alafu akakutamkia neno ukalidharau, kumbe linakwenda kukukomboa. Bwana asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Unaweza ukatembea njiani mtu ukamdharau, akwambia kwamba there's a snake mbele, kwa sababu tu you count yourself as righteous. Ukafika mbele, kweli kuna nyoka na ukatafunwa. Kwa hiyo Mungu atupe neema ya unyenyekevu kabisa kama wa Paulo, unyenyekevu kabisa kama wa Kristo, wa kusikia vitu vyote, especially vilivyo vidhaifu katika macho yetu ya damu na nyama. Bwana asifiwe sana. Pia kingine ambacho tunajifunza as just winding up part 1, umoja ni nguvu. Tunaona umoja, ushindi unaleta maendeleo, ufanisi. Matendo ya Mitume 2:43 inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate. Tunaona umoja ambao unaweza kusaidia. Kuna mtu amesema, I believe Sister
Sister Victoria I think alisema kwamba upande wa Paulo kwa Mungu na familia yake alikuwa na upendo, na pia kwenye upendo kuna umoja, na kwenye umoja kuna baraka. I think Sister Victoria nilikuandika hapa, na pia ndio maana Mungu akamuinua nephew, na ndio maana aliweza kumsikiliza nephew. Unaona umoja ambavyo una nguvu, especially ya jamii wale wapenda nao. Lakini sio tu, hata kule kwingine Mungu alimtumia Farao, hakuwa jamii ya kwetu. Mungu alimtumia Farao kwa upande wa Musa. Anasema kwamba Farao, ukisoma Biblia inasema Farao mtumishi wangu, Pharaoh manderi bukorobo, Pharaoh my servant. Wangapi watajua hicho kitu, Pharaoh my servant? Mungu alitumia, na Farao pia alimkubali kumtumia Yusufu ndugu yetu aliyekuwa upande wa huku. Kwa hiyo Mungu anabariki sana umoja, sawa sawa na Zaburi ya 133, na ndio hapo mara nyingi kunakuwa kuna nguvu. Okay? Na pia tunasema kwamba fanya kila kitu kwa bidii na mafanikio. Kile unachokifanya weka bidii, weka mafanikio pia. Utaona kuna mkono wa Mungu ambao utapita hapo kusaidia pia. Kuna mistari mingi sana tumeiweka hapa. Fanya bidii ufanya bidii. Nasema kwamba Ruthi 2:7-11-12 nasema tangu asubuhi mpaka sasa amekuwa kusanya masalio, ila amepumzika kidogo tu. Ni watu ambao walikuwa na bidii katika vitu walivyokuwa wanavifanya. Tunamwona Yusufu pia, Bwana alikuwa pamoja na Yusufu naye akafanikiwa. Nehemia pia tunamuona aliujenga ukuta, wengine wakiwa wameshika mishale wanaomba, wengine wanajenga, kufanya bidii, na mkono wa Bwana ulikuwa juu yao. Bwana asifiwe sana. Basi naomba ni pause hapo, tuingie sehemu yetu ya pili. Naona tunaenda vizuri na muda, tukasome mstari wa 23 mpaka 35. Basi naomba nimkaribishe moderator aweze kuendelea. Karibu moderator, uendelee. Asante, nitasoma kama ilivyoandikwa. Karibu. Basi mkuu wa jeshi aliwaita askari wawili akawaambia, wekeni tayari askari 200 wapanda farasi 70 na askari 200 wa mikuki, waende Kaisaria. Muwe tayari kuondoka kabla ya saa 3 leo usiku. Wekeni farasi kadhaa kwa ajili ya Paulo. Mfikisheni salama kwa Felisi, mkuu wa mkoa. Halafu mkuu huyo wa jeshi akaandika barua hivi: mimi Klaudio Lusia ninakuandikia wewe mheshimiwa Felisi, mkuu wa mkoa, salamu. Wayahudi walimkamata mtu huyu na karibu wangemuua kama nisingalifahamishwa kwamba yeye ni raia wa Roma, na hivyo nikaenda pamoja na askari nikamwokoa. Nilimpeleka mbele ya baraza lao kuu nikitaka kujua kisa cha mashtaka yao. Niligundua kwamba mashtaka yenyewe yalihusu ubishi juu ya sehemu kadha wa kadha za sheria yao, na hivyo sikuona kwamba amefanya chochote kinachostahili auawe au afungwe gerezani. Nilipofahamishwa kwamba Wayahudi walikuwa wamefanya njama za kumuua, niliamua kumleta kwako. Nikawaambia washtaki wake walete mashtaka yao mbele yako. Basi hawa askari walimchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka usiku ule ule mpaka Antipatri. Kesho yake askari wa miguu walirudi ngomeni, wakawaacha wale askari wapanda farasi waendelee na safari pamoja na Paulo. Walipofika Kaisaria, walimpa mkuu wa mkoa ile barua na kumweka Paulo chini ya mamlaka yake. Felisi alipoisoma hiyo barua, aliwauliza, Paulo ametoka mkoa gani? Alipofahamishwa kwamba alikuwa ametoka mkoa wa Kilikia, akasema, nitasikiliza kesi yako baada ya washtaki wako kufika. Kisha akaamuru Paulo aweke chini ya ulinzi ndani ya ukumbi wa Herode. Naona mwalimu ametoka, sijui. Nipo mtumishi wa Mungu, nipo. Nilikuwa na pause, Amen. nafikiri unaendelea. Nipo. Okay. Okay. Yes, karibu uendelee mtumishi. Asante. Basi naomba mwenye point ya kuchangia, karibuni. Tuendelee. Karibuni, tusave muda. Karibu Sister Jenny. Yeah, mi na pointi chache tu hapa.
katika huu mstari wa 23 mpaka 33 mimi najifunza kama kuna vitu vichache ambavyo naona kuna kitu kimoja ambacho nasema kwamba Mungu hutimiza ahadi zake. Umeona, na ni Mungu ni mkuu, kwa sababu tunaona kokote Paulo Roho Mtakatifu alikuwa anamwambia usiogope. Sasa kuandaliwa farasi zote na kila kitu, umeona huo ni ukuu wa Mungu. Umeona, na sisi wenyewe tujifunze, umeona yani tujifunze, tunatakiwa kuwa na imani katika ahadi za Injili. Ahadi za Injili ndio hizo. Kuna ahadi za Injili katika kusoma neno, kuna ahadi za Injili kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yani kwamba Mungu, kwa sababu yani kuna vitu vingine naamini kwamba sio kwamba unaamka tu asubuhi yani mimi nimefanya hivi. Tuendelee kumwomba Mungu atupe ile neema ya kuamini, neema ya kutoogopa. Umeona, katika hiyo maana hizi zote ni ahadi Mungu ambazo anazimuonyesha Paulo wakati alikuwa anamuonyesha kwamba atakuwa naye. Alafu kuna kitu kingine nimekiona ambacho kinaonekana kwamba Mungu atatulinda katika safari yetu yoyote ile. Mungu ambaye kuna kusudi lake ambalo amekupa wewe, kwa sababu kila mtu amepewa kusudi lake. Kwa hiyo na ile ndani ya kusudi, kama unaendana na Roho Mtakatifu au Mungu mwenyewe uko naye katika ile safari, Mungu hatakufanya nini? Hatakuacha, atalinda ile safari. Na ndio maana kuna wahubiri wanaanza kufunga safari, wanaenda kwenye kijiji ambacho kina uchawi wa kupindukia kiasi kwamba watu wanapoenda kule wanawashangaa, lakini wanaweza kazi ya Mungu. Umeona, na kuna wengine kabisa wanatoa ushuhuda wachawi wenyewe wamekufa huko. Alafu kuna pointi nyingine nimeona, Mungu mwenyewe unapokuwa kwenye kazi yake, na ndio maana nasema kama tuendelee kuomba neema kwamba tumtumikie Mungu katika viwango vikubwa, ile nuru yake izidi kujaa na nguvu zake, kwa sababu anatoa ulinzi. Tumeona hapo Paulo alipokuwa anaandalia vitu, ni ulinzi wa Mungu mwenyewe alikuwa anautoa, kwamba wanamlinda kwa kumpeleka, na alikuwa anajua jemedari huyu hawa mafarasi nao waandaa hapo, Paulo hatofanya nini? Hatozuliwa. Kwa hiyo na sisi hapa tuendelee kumtafuta Mungu. Kama sisi sana, kuna msemo unasema hivi, kuna vitu vinatukuta kwamba kuna milango tumeiachia. Tumuombe neema ili milango tuweze kuifunga na ulinzi wa Mungu ukakae nasi kwenye safari hiyo. Haya, kingine tena nakuja kwamba na Mungu anatufariji wakati wa dhiki. Kuna muda tunapita kwenye wakati wa dhiki, kuna muda tunalaumu, umeelewa, Mungu uko wapi? Mungu nimefanya nini? Kwa hiyo Mungu atupe hekima ya kunyamaza, ya kuwa kama Paulo na Sila walivyokuwa gerezani, walivyokuwa wamepigwa, wamefanya madhalilisho, lakini bado walimtukuza Mungu. Kwa hiyo tunaona hapa Paulo anapita kwa nini dhiki, umeelewa, mara unashtakiwa na kila hoja ambayo haina nini, umeona, na Mungu atupe hiyo neema. Na kingine tena nimeona kwamba tusiogope. Hili swala kwenye Biblia imeandikwa sana, sijui kama mliofuatilia imeandikwa mara ngapi. Usiogope, usiogope. Kwa hiyo tukiwa na Mungu na kutupa hii neema kutoogopa, mambo mengi tutayaweza sana. Na cha mwisho, Sister Jane, ni 360 mara 365. Amen, amen. Si ndio mwaka mzima unavyojizungusha, si ndio? Au ndio mwaka? Yes, yeah. Alafu cha mwisho tunaona kabisa kwamba yani ile barua ilivyokuwa imeandika, huyu jemedari ameeleza kabisa hakuona sababu kule ilikuwa ni sheria. Kwa hiyo hata sisi unapopita kwenye jaribu kubwa, ni kwamba unagombana na ule mfumo inaweza kawa watu wenyewe, lakini most of the time shetani anakuwa anawatumia. Umeona, umeenda kuharibu mamlaka, umeenda kuharibu kama sasa hivi tumebeba dini, tumebeba madhehebu. Kwa hiyo tunaweza kufika tu tunagombania madhehebu, lakini kinachotakiwa sisi tumbebe Kristo, tukiwa kama hekalu tumbebe Kristo. Tuache haya mambo yote ambayo yapo, kama hawa hawakumbeba Kristo, hawa wa nani siyo wa Mafarisayo siyo wa nani, hawakumbeba Kristo, walibeba dini yao. Umeona? Kwa hiyo na sisi tusiwe mashabiki wa dini, tumbebe Kristo, kwa sababu Kristo ndio atatupa uwezo sisi kwa nguvu zake na mamlaka yake, kwa sababu anatawala mbinguni na duniani. Kwa hiyo tunapoenda kufanya kazi ya Mungu, tunaharibu utaratibu wa mfumo, tunaharibu mila na desturi, lakini Mungu hatotuacha kwa sababu Kristo yuko ndani yetu. Amen. 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 Karibu Sister Victoria. Amina. Na mimi siko mbali na Sister Jane. Kuna pointi moja mbili nataka kuzichangia kuhusu ulinzi. Kuanzia hapo mstari wa 23 mpaka mwisho, kitu ninachojifunza kwamba ulinzi wa Mungu hauzuiliwi na uwepo wa maadui. Unajua sometimes tunasema mbona nimeandamwa? Mungu uko wapi? Lakini haimaanishi kwamba Mungu akiwa anakulinda maadui hawatakuwepo. Ila kitu unachojifunza hapa ni kwamba japokuwa maadui wa Paulo walikuwa wengi, hawakuzidi ulinzi wa Mungu. Unajua hawezi kuzidi.
Mungu alihakikisha Paulo anasafirishwa kwa usalama hadi anafika Kaisaria alipokuwa anatakiwa kufanya mpango wake, si ndio? Lakini kitu kingine pia najifunza kuchukua hatua za busara. Unajua, kuchukua hatua za busara kwa kiusalama, si kukosa imani. Unajua, sometimes tunapenda spiritualize kila kitu, lakini hatua hapa zilichukuliwa kwa ajili ya ulinzi wa Paulo, lakini sio kwamba imani haikuwepo au kwamba Mungu hakuwepo. Ingawa kila kitu kilitengenezwa hivyo, Mungu alimlinda Paulo, bado hatua za kiusalama zilichukuliwa, ulinzi mkubwa, safari yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Amen. 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 Barikiwa Sister Vicky. Karibu Sister Kanana. Amen, asanteni kwa michango. Bwana Yesu asiwe sana. Mi nilikuwa tu nataka kuongezea, yani naiangalia hii detail, nikiangalia jinsi ilivyoandikwa, naona hii, yani Roho Mtakatifu alimwezesha mwandishi, nadhani Luka hapa, kuweka details ya kila kitu kilichokuwa kinatendeka. Yani mpaka tunaambiwa alikuwa ameweka askari 200, tunaambiwa alikuwa, yani kila kitu kiko in order, yani kiasi kwamba hakuna doubt. Mtu akija kuongelea kuhusu maisha ya Paulo, hamna doubt kwa sababu vimeandikwa hivi vitu. Huu ni ushuhuda mzuri sana wa kuweza kujifunza hata sisi tunapofanya Mungu anapotenda mambo makubwa au tunapotendewa mambo, ni vizuri kuweka records ambazo zinaonyesha nini kilitendeka, ili mwingine apate courage au encouragement ya kuweza kufanya na yeye, kwa sababu anajua kabisa, kwa sababu tukiangalia hivi tunashuhudia kama wenzangu mlivyochangia hapo kwamba jinsi Paulo alivyoweza kuokolewa, kulindwa, Mungu kuwepo pamoja naye na kujua kwamba kulikuwa na makusudi. Tunaona hata sisi tunajifunza sasa hapa kutokana kwamba kumbe tukisimama namna hii kama Paulo, na sisi Mungu atatenda maajabu. Na hizi rekodi tunazozipata hapa ni kweli kutu encourage sisi kwamba Mungu anatenda, na hii recording, na sisi tuwe na tabia za kuweza kuandika au kuweka rekodi mambo yanatendeka katika maisha yetu. Inasaidia wengine kuona nini kinatendeka na nini Mungu anatenda katika maisha. Ukuu wa Mungu unaendelea kudhihirika kama wenzangu mlivyosema. Amen. Amen. Ubarikiwe Sister Kanana. Kuna mtu mwingine ana point ya kutoka kuchangia kabla sijamkaribisha Sister Ana? Basi karibu mtumishi, uendelee na Mungu akubariki. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Mungu awabariki Amen. wote. Nimeshindwa hata kuandika vingine, maana Roho Mtakatifu alikuwa anashusha vitu, naandika tu vingine kabla hata sijafungua vile ambavyo nilikuwa nimeviandaa kwa siku ya leo kupitia mtumishi Sister Razia. Nampenda Bwana. Ukisoma Matendo yote 23 ukarudi 22 ukaanza kuanzia 20 unasimama alafu ukasimama na Isaya 55:11 kwamba Mungu alisema kwamba neno langu halitaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Neno langu halitaanguka bali litatimiza kile ambacho limesema. Ukienda Matendo ya Mitume 23:11 Yesu alimwambia Paulo, nimeandika kwa Kiingereza hapa, take courage as you have to testify about me in Jerusalem and so you must also testify in Rome. Alimwambia hili neno libidi lazima lifanyike. Lakini tukirudi mbele, I think in Matendo 9 Mungu alisema kama nimemuinua mtu wangu, wakati Mungu anamwambia Ananias, nenda, huyu ni mtu wangu, nimemuinua apitie mateso kwa ajili ya jina langu. Kwa hiyo Mungu alikuwa ameshatamka hili neno, na ndio maneno ambayo Mungu anakutamkia sisi watumishi wake kwamba lazima alilotamka juu ya maisha yako litatimia, halitaanguka. Sasa kazi ambayo wakati naongea mimi nilikuwa nafundishwa hapa, nilipelekwa Zaburi ya 105:19 ambayo inasema ahadi ya Bwana ilimjaribu. Hii ilikuwa kwa Paulo wakati anasubiri what God promised him, ile ndoto aliyoota kwamba watu wanamuinamia, wazee wanamuinamia, nyota na mwezi na masuke yanamuinamia. Ahadi ya Bwana ilimjaribu. Tunaona hichi kitu ambacho kinamtokea Paulo, ilikuwa ni lazima apitie, na ndio maana Mungu alikuwa anaongea na kutumia watu kumwambia hichi kitakuja kutokea, hichi kitakuja kutokea. Na ndio maana unaona ujasiri kwa Paulo. Ujasiri haukuwa wa kawaida, ilikuwa ni Mungu anamtia nguvu.
Na pia wakati naongea mimi nilikuwa naandika hapa, unajua Paulo alikuwa ni prisoner, alikuwa ni mfungwa na mfungwa wa Kiyahudi, ni mfungwa wa Kiyahudi. Sasa naangalia kama vile Mkristo alio anapenda kuwatumia walokole, kwa sababu na mimi ni mlokole wa leo, anapata an armed escort. Inakuonyesha kwamba jinsi ambavyo Warumi walivyokuwa wanathamini citizens wao, walikuwa wanathamini wanathamini watu wao. Ni kama vile ambavyo Marekani, gusa mtu wao kokote, they will come after you, whether ni kijijini kwetu, uko Upareni, kokote, they will come after you mbele ya mtu wao. Ukigusa Marekani mmoja, umegusa wote. So imagine hawa Warumi ambao walivyojua kwamba Paulo ni mtu wao. Lakini hebu geuza uone kama citizens wa Mungu walivyo, citizens of heavens ambazo Mungu anawalipa, anawalinda. Nikakumbushwa Wafalme wa Pili 6:16, wakati ule walipokuwa wamezungukwa, Elisha na mtu wake wamezungukwa na majeshi, akaogopa yule mfanyakazi, akamwambia bwana wangu, tunakufa leo. Akamwambia Bwana, hebu mfungue macho aone. Alivyoona, akaona kwamba wamezungukwa na wanajeshi. Alivyoona akasema, Mungu wangu, akasema farasi na mpanda farasi wa Israeli, haleluya, manderebo shekerebo. Alipoona malaika wamewazunguka maelfu na maelfu. Ndivyo ambavyo sisi tunalindwa, lakini mara nyingi huwa tunasahau kwamba we are citizens of heaven, we are ambassadors of heaven. Kwa hiyo walio upande wetu daima, regardless of nini kinatujaribu, wakati tunatimiza ahadi ya Bwana, walio wengi upande wetu ni wengi sana. Haleluya. Na kingine, Paulo tunamwona hapa, naandika vitu ambavyo nimevitoa sasa hivi. Paulo tunamwona kwamba Paulo yuko kwenye custody ya Gentiles. Unajua Gentiles Gentiles wanaitwaje? Ni heathens, wanaitwaje? Wa mataifa. Ni mlokole, lakini yuko safer upande wa mataifa, upande wa Gentiles, kuliko upande ule ambao na wa Wayahudi wenzie. Na unakuta saa nyingine mlokole anaweza kawa safer upande ule mwingine kuliko sisi wenyewe. Unakuja kukuta kama Ezekiel 16 ilivyokuwa inasema, mtu anakuwa anapitia kwenye mateso zaidi kwa wapendwa kuliko kwingine. Kwa hiyo it is better aende kule, anapewa ulinzi na kusindikizwa na mafarasi kwa ajili ya ulinzi wake tu, baada ya kugundua kwamba huyu asili yake ni fulani. Lakini sisi tulio upande huu ambao tunajiita wa nuru, unakuta inashindikana kufanya hivyo. Mungu atusaidie sana. Wakati mnaongea nilikuwa naona tu vitu vinashuka, nikawa naviandika, nikasema hebu ngoja niviseme hivi. Basi naomba tuendelee. Sorry, kumbe video haikuwa on. Naomba tuendelee. So again tunaona kwamba Mungu anaweza akatumia kitu chochote kulinda watu wake. Tunaona alipata VVIP, very very important person. Alipata VVIP treatment, akazingirwa na maaskari wote, nasema na wapanda farasi na wa miguu, akamzunguka, wanampeleka. Huyu ni mfungwa. Ona ambavyo Mungu anaweza akaheshimisha mtu wake katikati ya mateso. Na pia Mungu anaandaa msaada kabla ya uhitaji. Imeandika Yeremia 1:5, anasema kabla sijakuumba tumboni nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa na nimekuweka uwe nabii. Mungu tayari alikuwa ameshamuandaa na alikuwa ameshajua kwamba kitatokea nini mbele yake. Kwa hiyo saa nyingine ni vizuri Mungu atusaidie, na naongea kwa ajili yangu mwenyewe, kujiachilia katika mikono salama ya Mungu, katikati hata kama ya moto, kama kile Danieli, unasema afadhali hata kama nife basi nifie kwa Mungu. Daudi alisema alipokosea akafanya sensa bila kumshirikisha Mungu, akapigwa na ni think sijui ni tauni. Alipokwenda kuulizwa na nabii, I think it was nabii Gadi, akasema chagua adhabu, akasema ni bora niangukie kwenye adhabu ya Mungu. Kwa hiyo saa nyingine ni bora kujua kwamba unahangaikia, kwa sababu yeye Mungu anajua tayari, ameshapanga. Anasema ametangaza mwisho tangu mwanzo, mambo ambayo yatokea kana kwamba yameshatokea. Na pia wakati tunaongea sasa hizi nakumbushwa Efeso 1:7, Mungu anasema atukuzwe yeye Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tayari baraka zetu zimeshaachiliwa katika ulimwengu wa roho. So it is how now to know the wisdom and the knowledge and the understanding to tap katika zile baraka ambazo ziko tayari ready katika spiritual realm. Na ndio maana unaona mtu kama Paulo alikuwa na ujasiri wa ajabu sana. Hata mafundisho yake yalikuwa ni ujasiri, kwa kuwa alijua position yake. Haleluya. Neno la Mungu linasema, nitasoma tu another reference moja tu, Zaburi 139:16, macho yako yaliniona kabla sijazaliwa, siku zote ziliandikwa katika kitabu chako kabla hata moja hazijaanza. Huyu ndiye Mungu wetu ambaye ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Nikipendaga kusali mstari wa sisemagi tu mateso, nasema msaada unaoonekana tele nyakati zote, wakati wa season zote msaada wake uko, maana amesema majira na nyakati hayatakoma. I think ni Zaburi, ni Genesis ya 8. Haleluya.
Pia tunajifunza nguvu na mamlaka ya Mungu dhidi ya maadui. Haleluya. Naona alisema I think sister Victoria niliandika hapa, Mungu afungwe na chochote kutimiza kusudi lake. Warumi 13:1 inasema kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. So Mungu anatumia mfumo wa majeshi kandamizi ya Warumi kupitisha ulinzi na kusudi lake kumlinda mtumishi wake Paulo. Mungu anaweza akageuza mpaka tukamshangaa pia. Naona na vita vyetu sio vita vya kiroho, vita vya kiroho na ulinzi wa Mungu. Mungu anatumia malaika, Mungu anatumia askari. Ukiangalia Mungu ana mbinu tofauti zote za kutulinda. Ukiangalia Second Chronicles mambo ya Nyakati 2:20-15-17 anasema msiogope wala msifadhaike, kwa sababu jeshi hili ni kubwa, kwa maana vita si vyenu bali vya Bwana. Unaona, na Mungu anatumia vitu vingi. Pale tumeandika mfano kwa Paulo alitumia jemedari, alimtumia mpwa na majeshi, alitumia VVIP treatment. Daudi, jina la Mungu, alitumia sling, ile kombeo. Tumeona juzi mfano anakumbusha na Roho Mtakatifu, ndege ya Air India, yule dada ambaye amechelewa by 1 hour, alipofika airport alikuwa amechelewa, kwa kuna foleni sana anasema kule India. Kwa by time wanafika gate limefungwa, akakataliwa, wakasema akamtukana sana dereva yule wa gari, lakini wanageuka wanataka kuondoka, akasikia ndege imeanguka. So Mungu hutumia hata delays na kwa ajili tu ya kuokoa mtu wake. Haleluya. Na tukumbuke kwamba vita vyetu sio vya damu na nyama, vita vyetu ni vya kiroho pia. Kwa hiyo ni kutulia katika Bwana, kama anavyosema asipojenga nyumba wajengao wanafanya kazi bure. Bwana asipolinda, yeye aulindaye anaulinda mji bure. Kwa hiyo mara nyingi sana Bwana, tusimwache Roho Mtakatifu akawa idle. In fact nafikisha kuja topic ya another devotion. Tusimwache Roho Mtakatifu akawa idle. He cannot be idle. Anasema katika Isaya 62, anasema kwamba enyi wenye kumkumbusha Bwana, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, ewe Joyce Malima, nimeweka walinzi juu ya kuta zako. Anasema wewe Joyce mwenye kumkumbusha Bwana, usikae kimya, wala usimwache Bwana akae kimya mpaka atakapofanya imara, mpaka atakapomkupa majibu ya maombi yako. Kwa hiyo Mungu pia anasema don't leave me idle, give me something to do. That's what God is saying. Hallelujah. Pia usiogope mashtaka ya uongo. Yesu pia alishtakiwa. Yesu anasema katika Mathayo 5:11-12, heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Si kitu kirahisi sana, ni rahisi kukisema, ukiongea hivi, lakini sio kirahisi. Na ushuhuda I think nilishautoa kwa viongozi kama about 1 month ago. Nilipita kipindi kidogo cha vita kazini na haikuwa kitu chema, nilisingiziwa na mimi nilisimama katika haki, lakini nilipelekwa katika baraza na mimi kwa kina Sandra Dean, Sandra Dean ambao nilitakiwa na mimi nikajieleze, and I was crying and I was saying nimefuata sheria, process inasema hivi, nimefuata hivi. Lakini kwa sababu tu amekuja amesimama, mtu anasema lakini watu wamesema hivi, wamewhistleblow, wamefanya hiki, wamesema hivi, lakini unaona kabisa kwamba isio, yani wananionea. Bosi wangu alikuwa ananiambia, Ana, simama katika sheria. Anasema we are with you, just stand. Anasema stand with the process, we know you follow the process. Lakini sasa unapoitwa katika ile baraza ujielezee, it is a very painful process. Nilitoka siku hiyo nililia sana, naenda kupanda bajaji, namwambia Bwana Yesu, umeninyang'anya magari, umeninyang'anya kila kitu. Kwa nini na kazi yangu inakuwa hivi? Kwa nini tena sijafanya? Kwa nini Mungu unaruhusu nipitie hivi? Unaona? Lakini hapa naambiwa wanapowashutumu na kuwaudhi na kuwanenea neno baya kwa ajili yangu, furahini na kushangilia. Sio kitu kirahisi, lakini ukishatulia baadaye unasema oh, that made me stronger. Kwa hiyo ni somo kwetu sisi wote pia. You look at Paul there ambaye amefungwa, anajaribu kujitetea, anasema yeye ni hivi, yeye ni hivi. Na ukisoma Wathesalonike wa pili mlango wa 1 mstari wa 6 mpaka wa 7 unasema, kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao ninyi, na kuwalipa ninyi mteswao raha pamoja na sisi, wakati wa kufunuliwa kwake Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uwezo wake. Nacheka kwa sababu mstari wa 7 unaniambia atawalipa nyie mteswao raha, lakini lini? Atakapofunuliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo inahitaji uvumilivu pia, inahitaji kumwambia Bwana nitie nguvu. Kuna mwimbo unasema Yesu
nitie nguvu nimalize mwendo salama. Huwa nimekuwa nikiuimba sana hapa katikati kwamba Yesu nitie nguvu nimalize mwendo salama, nitie nguvu. Asipokutia nguvu Yesu huwezi. Tunaweza tukaongea tukahubiri hapa, lakini unahitaji kutiwa nguvu kumaliza mwendo kwa ushindi. Maana Paulo naye alitiwa nguvu, Bwana Yesu alitiwa nguvu Getsemani, mitume alivyouliwa, haleluya, alivyouliwa Stefano, alivyofika Paulo alipokwenda, Petro alivyotiwa jela, walitiwa nguvu. Kwa hiyo tunahitaji kusema, usikae kimya, Mungu nitie nguvu wakati tunatiwa katika mashtaka, kwamba ili tumalize mwendo salama. Haleluya. Kitu kingine ambacho tumejifunza, Bwana Yesu asifiwe, au niko peke yangu? Bwana Yesu asifiwe. Mpo? Amen. Amina, amina, tupo. Ni kelele Amen, tu, ndio maana mtumishi. tunajimute. Yeah, Yeah. tupo. Nitie nguvu hivi mwe. Amen, amen, amen. So tunaona kitu kingine tunajifunza, umuhimu wa asili. Msishangae na maoneo ifi yangu, umuhimu wa asili na historia yetu. Tusione aibu ya asili. Tuliongea I think hata last week, hata kama umeokoka, ulikuwa Muislamu, usiogope kusema mimi nilikuwa Muislamu. Hata kama wewe ulipitia maisha ya Rahabu, usiogope kusema na mimi once nilikuwa Rahabu. Hata kama ulipita maisha, ulitoa mimba, ni kitu cha aibu, lakini ukikaa na watu ambao walishafanya hivyo, usiogope kusema. Hata kama ulipitia familia ambayo maybe kuna divorce, kuna nini, sema, kwa sababu kwa kusema hivyo, kwa kutestify asili yako, huwezi kujua unamuokoa nani katikati hapo. Usiogope kusema asili yako, kwa sababu asili ya Paulo, ingawaje alikuwa ameshakuwa upande wa Kristo na mzaliwa wa Kristo, lakini asili yake ilimkomboa. Haleluya. Mungu huwa anatumia background, anatumia elimu, anatumia pain, hallelujah, position, anatumia your skills as foundation for your calling. Nothing is wasted in God's plan. Do not be ashamed of your past. Speak it louder, because by speaking, by confessing, by proclaiming, unaokoa roho nyingine zisiende kwenye moto. Daudi kumtegemea Mungu, tunaona ujasiri wa Daudi, imani, moyo ule wa uchungaji, kule uchungaji ulimsaidia. Pia tunamwona Musa, asili yake alilelewa na upande wa Farao. Sister Janet, sijui utasaidia kumute. Pia tunamwona Yusufu mtumwa, alimtumikia Potifa, aliongoza wafungwa, iliweza kumsaidia hile. Haleluya. Tunaona Paulo anasema kwamba yeye ni raia wa Kirumi. Alisema mimi ni mzaliwa wa Kiyahudi, Farisayo, mwanafunzi wa Gamalieli. Tunamjua Gamalieli ambaye alikuwa ni mwalimu wa sheria, alikuwa mzuri sana, huwa anapenda sana kumtumia kwenye maombi, kwamba Mungu niinulie Gamalieli wa kumtetea. Mnajua I think tukisoma kwenye Matendo walifanya kitu gani? Mtaalamu wa Torati na sheria ya Kiyahudi, jinsi Mungu alivyomtumia Paulo. Alitumia maarifa ya Torati kuwahubiria Wayahudi, alitumia uraia wake wa Kirumi na haki za uraia wake kuhubiri Injili na uhuru na kufikia Rumi. Ujuzi na uzoefu wake ulimsaidia kuhubiri Injili kwa Wayahudi na mataifa na lugha wanaoielewa. Alisaidia kanisa kuandika vitabu vya Injili vyenye hekima, makanisa yakapata kumjua Kristo. Alikubali, kuna kipindi walimwambia tutumie njia fupi, akamwambia nyinyi tangulieni, tumesoma wiki chache zilizopita, akasema mimi nitatumia njia ndefu. Nini? Ili ahubiri, ili akacheki yale makanisa aliyokuwa amehubiri amefika vipi. Bwana asifiwe sana. Pia tunaona anasema kwamba alihubiria Wayahudi, Wafarisayo, Wasadukayo, Waisraeli. Alihubiri kwa ufanisi. Alisema katika Wakorinto wa kwanza 9:22, kwa wanyonge nalikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia yote ile nipate kuokoa watu. Lugha ya watu na mazingira. Huyo ndio Paulo. Mabadiliko ya maisha yanamtukuza Mungu. Watu kwa kawaida aliongea kwa ujasiri na mamlaka. So mabadiliko yako yanamthibitisha Yesu kama Petro na Yohana. Haleluya. Amen. Tukiangalia similarity za Paulo kama Yesu, wote walikutwa hawana hatia. Yesu alihukumiwa pasipo na hatia, na pia Paulo alishtakiwa pasipo na hatia. Ukiangalia Luka 23, Luka 14:22, Luka 23 unaona Pilato alisema kwa mara ya tatu, mimi sipati hatia yote kwa mtu huyu. Pia unaona hata yule kiongozi alisema kwamba mimi sioni hatia, nimeamua kumleta kwako. Matendo 23:9 anasema hata Sanhedrin hawakupata kosa la kumhukumu. Lile baraza pale hawakupata la kumhukumu. Kwenye Wakorinto wa pili 5:21 inasema yeye asiyejua dhambi alifanywa dhambi
alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu. Na Paulo alafu pia Petro wa kwanza 2:22 inasema hakufanya dhambi wala udanganyifu haukupatikana kinywani mwake. Matendo, ukiangalia comparison ya Paulo, Matendo 25:8 na 11, Paulo alisema sikukiuka sheria ya Wayahudi wala Kaisari wala hekalu. Lakini huko ni mbali. Tukirudi Matendo 23, alisema mimi sina hatia, dhamiri yangu iko safi. Na ndivyo Yesu alivyokuwa anajiona, na Paulo ni hivyo hivyo. Unapokuwa unakaa karibu na Mungu zaidi, ni rahisi sana kuona weupe, kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana. Unapozidi kumsogelea yeye, ni moto ulao, ndipo anapozidi kuondoa ule uchafu, unatakasika. Matendo 26:31-32 inasema Festo na Agripa walikiri mtu huyu angeliweza kuachiliwa kama asingeliomba Kaisari. Okay? Amen. So kuna faida katika kumpendeza Mungu, faida kubwa kabisa yani. Anasema katika Luka 21:15, kwa kuwa nitawapa kinywa na hekima, ni mstari ambao naupenda sana, ambao hata wapinzani wenu hawataweza kushindana nayo. Mstari huu usitoke katika mawazo yenu watumishi. Kuomba kinywa na hekima mara nyingi inasaidia sana. Mithali 16:7 inasema njia za mtu zikimpendeza Bwana huwapatanisha na hata adui zake. Tumeona ushahidi mzuri kabisa kwa Paulo, mtumishi wa Mungu. Pia kingine, somo la kuondoka nalo siku ya leo, mateso ya haki hufuatiwa na thawabu, reward. Mateso ya haki hufuatiwa na thawabu. Ukisoma Mathayo 5:5 anasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri watakapowashutumu na kuwaudhi maneno mabaya kwa ajili yangu. Mungu alikuwa anasema heri, lakini mwishoni mwa siku tutapata ufalme wa Mungu. Inahitaji uvumilivu kama tulivyoongea hapo mwanzo. Sema furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kumbuka ni mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Haleluya. Mungu atusaidie na sisi tuwe baadhi ya wingu la mashahidi, ambao wanasema tutakuwa pale kwa ajili ya kuwatia moyo wengine. Tunatiwa moyo kwamba Mungu huwatetea wasio na hatia. Karibu na maliza. Mungu huwatetea wasio na hatia. Neno la Bwana linasema kwenye Zaburi ya 37, mtu asiye haki humvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumficha. Bwana hatamwacha mkono wake, wala hatamlaumu atakapohukumiwa. Cha kuondoka nacho ni kwamba Mungu huwatetea wasio na hatia. Paulo huyu ambaye tunamuona, Paulo ameandika vitabu vingi 13, lakini inasemekana pia na cha Waebrania ameandika. Nimeandika hapo inasemekana, kwa sababu haijathibitishwa mpaka leo kama ni Paulo ameandika mpaka leo, hatujui ni nani, lakini kitabu chenye nguvu sana. Ameandika Warumi, wa Korinto, ameandika wa Galatia, wa Efeso, wa Filipi, wa Kolosai, wa Thesalonike, Timotheo, Tito na Filemoni, na pia inasemekana na kitabu cha 14 cha Waebrania, lakini hatuna uhakika. Lakini huyu ndiye Paulo ambaye alivumilia mateso, ni Paulo ambaye aliongozwa na Kristo, ni Paulo ambaye alikuwa anajua njia anayoiendea, lakini mwishoni alisema safari nimeimaliza, mwendo nimeulinda. Anasema kama nasubiri kupewa taji. Kwa hiyo mimi na wewe watumishi wa Mungu, Mungu atusaidie tunapomaliza safari, tuseme, tuandike na sisi kwenye tombstone, tuandike kwenye majina yetu kwamba tumemaliza mwendo, safari tumeilinda na imani tumeilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba nirudishe kwa moderator. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Ubarikiwe sana sana wifi. Mungu Amen. akubariki. Na mbarikiwe Amen. wote na tubarikiwe wote ambao tumehudhuria. Basi nikuombe Sister Jane utufungie kwa maombi please. Jamani, kabla sijafunga kwenye maombi, naomba ni share tu kitu kimoja ambacho dada Ana amekiongea. Naona hapa wote sisi ni wapendwa, tuko katika kumtumikia Mungu, lakini kwenye kupanda viwango lazima majaribu yatapita. Na kama dada Ana alivyosema, alikuwa na masuala ya kazini, kusema ni rahisi, lakini machozi yake ni makali. Tuendelee kumwomba Mungu atupe neema hata tunapopita, kwa sababu hakuna mtu atapandishwa viwango bila kutopita kwenye changamoto yoyote. Kwa hiyo tutakapopita Mungu atuinue. Basi tufunge kipindi.